Kilio yangu ni nyumba yangu imebomolewa. Yenye nilikuwa nimejenga hapa nyumbani. Ezin mzee aliuza mali, alikuwa ameonyesha mali ya kujenga. Akambomoa hiyo nyumba na aliuza hiyo mali, alikuwa ameonyesha mali, alikuwa amenijengea nyumba na mimi ndio nilikuwa namtumia pesa ya kujenga hiyo nyumba. Alafu sasa amekuja akaiuza hiyo shamba, mali nilikuwa nimejenga hiyo nyumba yangu. Mimi na wako niambia wakiuza hiyo shamba ama wakiuziana hiyo shamba, wako niambia. Sasa mimi saa hii sina mahali pa kulala, saa hii ni msimu wa mvua. Mimi na familia yangu hatuna mahali ya kulala. Imebomolewa jana usiku na hata zile vitu zilikuwa huko kwa hiyo nyumba sijui mahali zimepelekwa. Mimi nimekuja kugundua hiyo nyumba kwenye alituonyesha tujenge. Aliuza kama tumejenga hiyo nyumba. Kila kitu tulikuwa tumefanya. Na kukosea sana ni yeye alituonyesha mahali tunajenga, yeye alikuwa anasimamia mjengo tangu yaanzie chini mpaka mahali nilipata mapati ikiwa imewekwa mpaka niingie ndani. Jana jioni masaa ya saa 7 hivi ikielekea ndivyo tuliambiwa huko kwetu kunawekwa post. Tukaenda kujua kwa nini kunawekwa post na pando hakuna nini yoyote tumepata, information yoyote tumepata. Kwanza tuliongea na huyo madam anasema alinunua huko kwa babangu. Akatuambia yeye alinunuziwa na babangu, lakini tukamuuliza kama hiyo akiuziwa huko shamba ya babangu kama hiyo nyumba yetu pando ilikuwa. Akasema yeye ilikuwa, lakini yeye hakununua nini? Hakununua nyumba. Kwa hivyo nyumba yetu pando iko huko. Kurudi nyumbani masaa ya saa 2 saa 3 ndio tulipigiwa simu na jirani, tukaambiwa kwetu kunapomolewa, mabati imepomolewa, ukuta imeangushwa. Tulichukua njia mpaka kwa police post niko karibu Chicago police post. Askari mwenye tulipata alituambia sababu hiyo kesi pando ilikuwa kwa koti tena kwa askari huyo OCS. Asubuhi turauke tuandikishe statement. Fanya asubuhi tulienda, OCS alituambia hiyo si shinda zetu, yeye aweze akatusaidia. Twende tukasaidiwa na MCA na majirani zetu.